Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Na Bwana awe nanyi. Ndugu zangu, leo ni Dominika ya 4 ya mwaka wa Kanisa, na masomo yetu ya leo, Mama Kanisa anatukumbusha kwamba Mungu anatuita licha ya unyonge wetu, umaskini wetu, ili tuweze kuingia katika furaha ya milele. Wakati ambao tunamfuata yeye, hakuna siku moja tutakuwa na huzuni. Furaha ya milele itakuwa pamoja nasi, kwa sababu katika unyonge wetu anatuinua, katika umaskini wetu anatufanya tajiri, na katika masumbuko yote yeye anatufariji. Kwa hivyo leo tumuombe ili tusimezwe na malimwengu, tusimezwe na furaha za ulimwengu huu, lakini tumuone yeye akiwa pamoja nasi katika kila hatua, kwani ni yeye anatutengemeza, ni yeye anatuimarisha, na ni yeye anatubariki. Na somo letu la kwanza latoka katika kitabu cha nabii Sefania sura ya 2 aya ya 3, sura ya 3 aya ya 12 hadi 13. Na katika somo hili tunaona Sefania anatupatia matumaini. Anasema kwamba mtafuteni Bwana, enyi nyote mlio wanyenyekevu wa dunia, nyinyi mliozitenda hukumu zake. Itafuteni haki, utafuteni unyenyekevu, huenda mtafichwa katika siku ya hasira ya Bwana. Huyu nabii Sefania anatuambia kwamba tuongozwe na unyenyekevu, na hivyo hivyo tuongozwe na haki. Na hizi ni nguzo mbili ambazo zitatufanya tuweze kuondokana na hasira ya Bwana. Kawaida katika ulimwengu tunaoishi, watu hawataki unyonge, hawataki haki, hawataki unyenyekevu, wanataka nguvu, wanatumia nguvu, wananyanyasa watu. Ndio hawa wamejawa na majivuno, wanadhania kwamba kila ambacho wako nacho ni chao. Wanadanganywa na ulimwengu kuona ni vyema kutegemea nguvu zao, kutegemea uwezo wao, kutegemea marafiki, kwa sababu ndio wako na nguvu. Kwa hivyo wanaweza kunyanyasa watu vile wanavyotaka, wanaweza kufanyia mtu chochote kile ambacho wanataka. Kwa hivyo hata hawataki haki, hawataki unyenyekevu. Lakini tunaambiwa kwamba ni vyema kumtegemea Mungu, kwa sababu yeye mwenyewe ndio atatuimarisha. Na kwa nini tumtegemee Mungu? Kwa sababu msaburi anajibu hiyo swala, anasema kwamba Bwana huishika kweli milele, huwafanyia hukumu walioonewa, huwapa wenye njaa chakula. Bwana hufungua waliofungwa, Bwana huwafumbua macho waliopofu. Bwana huwainua walioinama, Bwana huwahifadhi wageni, huwategemeza yatima na wajane. Bwana huwapenda wenye haki, bali njia za wasio haki huipotosha. Bwana atamiliki milele, Mungu wa Sayuni kizazi hata kizazi. Tukimtegemea Mungu, bila shaka yeye ataweza kutuinua, yeye ataweza kutupatia chakula. Hakuna siku moja ambayo tutapungukiwa. Je, unamtafuta Bwana na unakuwa mnyenyekevu, mwenye haki? Basi ni kitu gani ambacho kinakufanya utegemee nguvu zako ama uwezo wako? Na hiyo somo linaenda sawa na injili ya leo, ambayo ni mwinjili Mathayo sura ya 5 aya ya 1 hadi 12. Na katika injili ya leo tunaona, tunafundishwa jinsi tunapaswa kuiga na Kristo katika maisha yetu, jinsi ambavyo tunapaswa kukaa, kwa sababu hizi heri ambazo zilipeanwa. Yesu Kristo alikuwa katika mlima. Yesu alikuwa amepanda katika mlima, na ni ishara ya uwepo wa Mungu mlima ilikuwa ishara ya uwepo wa Mungu. Na wakati ambao anapanda pale, ni kama anatupatia katiba, ni kama anatupatia mwongozo, ni kama anatupatia mafundisho ya jinsi ambayo tunapaswa kuishi, ndio tuweze kuwa na furaha, tuweze kuwa tumetulia. Na ndiposa anapeana heri 8 ambayo tumesema ni mwongozo, ni jinsi ambavyo Mkristo anapaswa kuishi
ili aishi maisha ya furaha na ukamilifu. Tukiangalia hizi heri ni kama zinapigana na maisha yetu ya kawaida, kwa sababu inasema heri walio maskini. Hakuna mtu ambaye anapenda kuwa maskini. Heri wenye huzuni, enyi wenye upole, wenye njaa na kiu ya haki. Heri wenye rehema, heri wenye moyo safi, wapatanishi. Wote tunaona kwamba hizo za kwanza zinazungumzia yale ambayo tunayaona katika ulimwengu huu, wale ambao huwa maskini. Hakuna mtu anataka umaskini, hakuna mtu ambaye anataka kuwa na njaa, hakuna mtu ambaye anataka aanze kuhuzunika, lakini tunakumbusha kwamba kama tutasifuata, tutaweza kuurithi ufalme, tutaweza kupata faraja, tutaweza kuurithi hii nchi, tutaweza kutosheka, tutapata rehema, tutaweza kumwona Mungu, na zaidi ya hayo tutaweza kuitwa wana wa Mungu. Hebu tujiulize, kama hizi heri zinatupatia furaha katika maisha yetu na zinatufanya tuweze kumjua Mungu, je, kwa nini basi udanganyike na ulimwengu? Sio kwamba tumeitwa tuweze kuwa maskini, haijasema hivyo, ama tuanze kuhuzunika, ama tukae bila chakula, lakini zinatufundisha kwamba Yesu Kristo ndiyo yule ambaye alitukuja kufungua macho yetu ili tusidanganyike na anasa za ulimwengu huu. Ni kama kumtegemea Mungu katika maisha yetu, kwa sababu tukimtegemea Mungu atatuondolea yale yote masumbuko ya ulimwengu huu. Ni mara ngapi ambao sisi wenyewe tunakuja katika ulimwengu alafu tunasahau kuna ulimwengu mwingine ambao tunauenda. Unakaa katika ulimwengu huu unafurahia kila kitu, lakini unapoteza uzima wa milele. Hatuambii kwamba tusitafute, hatuambii kwamba tusiwe na furaha, tusiambiwa kwamba tuendelee na kulia ndio tuweze kuhurumiwa. Hapana, hiyo sio kiini. Kiini ni kwamba tusidanganyike na malimwengu, tusidanganyike na yale mazuri ambayo tunayapata katika ulimwengu huu. Mungu yupo ambaye atatupatia ukamilifu wa yale ambao tunayatazamia. Mungu ndio huyo ambaye atatupatia furaha ya milele. Furaha ya kweli hata iko katika vitu ama mali. Kuna wengi ambao kuna mali na vitu lakini wanalia kila siku. Kuna wengi ambao kuna mali na vitu lakini hata wana furaha. Furaha ya kweli inapatikana kwa Mungu. Usikate tamaa kwa sababu hauna kitu. Usikose furaha kwa sababu unateseka. Usikate furaha kwa sababu kuna kile ambacho unakitafuta, lakini Mungu yupo. Na ile somo la pili linatoka waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korintho sura ya kwanza aya 26 hadi 31. Na katika somo hili tunakumbushwa kwamba Mungu ndiye huyo ambaye anachagua watu wake wa kawaida katika madhaifu yao ili kuonyesha nguvu zake. Yeye mwenyewe anachagua wale ambao wanawataka ili kupitia kwao ufalme wake udhihirike. Na ndiposa anasema, bali Mungu alichagua mambo mafumbafu ya dunia ili awaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa, maana vitu ambavyo havipo, ili avibadilishe na viweze kutuletea faraja yake. Kwa hivyo sio kwamba Mungu hakupenda vitu ambavyo viko na hekima ama vitu vizuri, lakini yeye ndiye anatukamilisha katika maisha yetu. Mara nyingi watu wanadharau watu kwa sababu wanaona hawana pesa, hawana hekima, hawana chochote, hawana maana. Wanaona kwamba wao ndio wanafaa kwa sababu wamesoma sana, ndio wanapaswa kuwa viongozi, ndio hawa ambao wanapaswa kuwa wanandoa. Lakini kumbuka kwamba katika madhaifu yetu Mungu anatukamilisha, katika unyonge wetu Mungu anatuinua. Kwa hivyo usijidharau katika hali yako, Mungu atakutengeneza. Usijidharau katika umaskini wako, Mungu atakujaza. Usijidharau kwa sababu watoto wako hawana chochote, Mungu ataweza kuwabadilisha. Usijidharau kwa sababu unaona kwamba wewe hufai mbele ya watu, Mungu ataweza kukuinua na kuboresha.
yale ambayo unayapata ya mwanzo, huyo sio mwisho wa maisha yako. Shida zitakuwa mahangaiko yako, lakini labda katika hizo shida ama katika mahangaiko, Mungu ataweza kukujenga upya, Mungu ataweza kubariki upya, Mungu ataweza kutengemeza katika maisha yako. Kwa hivyo usijidharau kwa sababu ya ile hali ambayo upo. Mwone Mungu ambaye anatembea na wewe siku zote. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Baba mwema, tunakushukuru kwa sababu ni wewe unatuita ili tuweze kutafuta haki na unyenyekevu. Umetuchagua jinsi tulivyo katika madhaifu yetu, katika shida zetu, kwa sababu wewe uko na nguvu za kutubadilisha. Tunaomba usiri kutubadilisha ili tupate furaha za kweli. Na tuomba hayo kwa njia ya Kristo na Bwana wetu. Na Bwana awe nanyi, na wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na watakia Dominika njema. Usisahau kusubscribe, kucomment ili tukue pamoja katika Living Word Family. Asante.